Napenda kuwajulisha rasmi, naomba msisitize hapa tena, sura yangu inafanya hivi, napenda kuwajulisha rasmi, si kwa utani, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tunasitisha matumizi ya namba za NIDA kwa wale wote ambao walishatumiwa SMS za kwenda kuchukua vitambulisho. Kwanza kabisa nianze kwa kuwashukuru na kuwakaribisha tena katika ofisi zetu za makao makuu ya Mamlaka ya Vitambulisho ya Taifa, na nimefurahi kukutana nanyi kwa mara nyingine. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba tarehe 21 mwezi wa 1 tulikutana hapa makao makuu na tulizungumza sana kuhusu zoezi maalum la kukusanya vitambulisho vyote vya taifa vilivyokuwa katika ofisi za kata, vijiji, mitaa, vitongoji na shehia kwa ajili ya kuvirejesha katika ofisi za wilaya, ambapo tulifanya hivyo kutokana kwamba kuweza baada ya vitambulisho vingi kukaa muda mrefu katika ofisi hizo na wananchi wengi kuwa na malalamiko kuweza kutokuvichukua na vingine vilianza kuchakaa. Mtakumbuka pia kuwa zoezi hili liliendana sambamba na utumiaji wa ujumbe wa SMS kwa ajili ya kuvichukua. Baada ya kuona tatizo kama tulivyoongea kipindi kile, tuliamua kuweka mfumo wa vitambulisho vyote. Baada ya kuvikusanya, tulikuwa tunavisomesha kwenye mfumo, na tunaposomesha moja kwa moja kinakuja kitambulisho hicho kwa namba yako uliosajili. Na hii ilianza kuleta maswali, inakuaje mimi nilisajili kwa namba Airtel sasa hivi na Voda? Ni rahisi sana, kwa sababu unaposajili kitambulisho cha NIDA unatumia alama ya vidole, na unaposajili namba ya simu unatumia alama ya vidole. Kwa unaposajili namba nyingine, taarifa zako moja kwa moja zinakuja kwetu. Kwa ndio ilikuwa rahisi kwamba namba yote ile utakapotuma kitambulisho ya SMS itakufikia. Kwa hiyo tulifanya hivyo kwa nia njema, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania, kila mwananchi mwenye kitambulisho aweze kuja kuchukua kitambulisho, na tuachane na matumizi ya namba. Turuhusu matumizi ya namba NIA kwa sababu ya hilo tatizo kwamba wananchi wengi walikuwa hawajaja kuchukua vitambulisho. Na katika message hizo tulitoa maelekezo kwamba tunatuma message hii na tunatoa kipindi cha mwezi mmoja. Kama hujaja kuchukua kitambulisho, tutasitisha matumizi yake. Ndugu waandishi wa habari, nafahamu kwa mmekuwa mkipiga simu kwangu binafsi na mkuu wetu wa kitengo cha mawasiliano mara kwa mara kuulizia hatua tuliofikia katika zoezi, lakini tuliomba mvute subira kwamba tutapa taarifa rasmi muda mwafaka utakapofika. Na leo ni muda mzuri wa kuelezea hilo, na niwaombe sana, nyinyi ni kioo cha jamii, na nyinyi ni daraja kati ya taasisi za serikali pamoja na wananchi. Ni mkono ambao ni muhimu sana unaofikisha taarifa hizi kwa wananchi katika nyanja tofauti. Niseme tu kwamba tangu kuanza kwa zoezi la kukusanya vitambulisho kwa kutumia SMS mwezi Januari 2025 mpaka kufikia Machi 23, 2025, jumla ya wananchi 1,880,608 sawa na 157% ya watu wote ambao walikuwa hawajachukua vitambulisho vyao walitumiwa na kupokea ujumbe mfupi wa SMS unaoelekeza kwamba ndugu fulani fulani unatakiwa njoo chukue kitambulisho chako kwa ofisi ya NIDA wilaya fulani. Na katika message hiyo, wengi ambao baadhi ya wananchi ambao walienda kuchukua vitambulisho hivyo tulikuwa tumeweka vizuri. Tunapokutumia vinakuwa vimepangwa kutokana na serial number inayokuwa kwenye SMS. Kwa ukifika ikiwa inachukua hadi dakika 5 katika kituo na kuchukua. Na ushuhuda, mnaweza mkatembea watu mbalimbali ambao waliweza kutumia ujumbe na kwenda kuchukua vitambulisho hawakupata usumbufu wote. Itakumbuka kwamba wakati tunavikusanya vitambulisho hivyo kutoka ofisi za kata, vijiji, mitaa, tulikuwa na vitambulisho 1,200,000 vilivyokuwa havijachukuliwa na wahusika ambao vilikuwa kwenye vijiji kwa watendaji kule shehia na vijiji na vitongoji. Hii maana yake ni kwamba takriban watu wote waliokuwa hawajachukua vitambulisho vyao wamekwisha pata ujumbe mfupi wa simu za mkononi. Ziada ya watu 680,608
SMS zilizotumwa, inafanya jumla SMS zilizokwisha kutumwa ni 1,880,903 zimetumwa kwa waombaji wapya. Ina maana pale kuna waombaji wapya karibu 600,000 na ambao pia walitumiwa message. Ndugu waandishi wa habari, kwa mujibu wa takwimu hizo, idadi ya wananchi waliojitokeza kuchukua vitambulisho baada ya kupokea SMS ni 565,876 ambao ni sawa na 30% tu ya watu waliotumia na kupokea SMS. Hii inasikitisha sana ndugu zangu waandishi, kwa sababu tulituma ujumbe kwamba baada ya mwezi mmoja tutasitisha, lakini tulipata vilio vingi, na nyinyi waandishi wa habari mkiwa mmoja wapo mtaka kuuliza, sababu kulikuwa na msongamano mkubwa sana wa watu na baadhi ya ofisi zilifurika na tukaanza kutoa huduma za mahema kwa ajili ya kuhakikisha vijana na watoto na wengine. Lakini kama kawaida yetu, baadhi ya Watanzania tumekuwa tukidharau, na hii yote ni kwa sababu bado hatukuweza kusitisha kwa kusikiliza kilio cha wananchi na hata baadhi ya viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, kutokana na namba kubwa ya watu waliokuwa wanarundikana. Kwa tukaona tusogeze ile huruma ambayo ni kila muda wa Tanzania, na baadaye yanaweza kupokea matusi. Nimeshatumia message nyingi, na kuna siku nilikuwa kituo kwa Dodoma, wanasema kuna nini, nguvu ya soda hawezi kufuta. Kwa maana kila mtu ana message hiyo, lakini wengine walikuwa wakifika anasema nilisahau au nimefuta. Hivi kweli jamani, utumie message kwamba unatakiwa ofisi ya TASAF ukachukue milioni 50, utafuta hiyo? Lakini why vitambulisho? Lakini kwa sababu tumekuwa ni waungwana na kwamba tukijali kilio cha Watanzania, lakini imekuwa ni mchezo. Katika kuisha vitambulisho vyote vinachukuliwa na husika, tuilegeza masharti kama nilivyozungumza kwamba yote yule ambaye kwa sababu ya moja ama nyingine anaweza. Tulifanya hivyo kwa sababu moja. Kuna wengine walikuwa masomoni, kuna wengine walikuwa katika kazi wakati wanasajili, na kutokana na matatizo yaliyotokea kwamba vitambulisho vikuchukua muda mrefu. Unakuta mtu alikuwa anasoma UDOM, sasa hivi yuko Songea. Kwa hiyo isingewezekana apande basi na gharama kubwa kupata kitambulisho Dodoma. Kwa hiyo tulitoa hiyo kwamba jamani, tuliruhusu kwamba una mtu yote mtumie hiyo SMS na namba yako, namba yako ya NIDA. Akifika pale akionyesha, akiandika na namba yako ile pale, kwa hiyo una utaratibu, atachukua details zake na utapata kitambulisho. Na wengi waliweza kufanya hivyo. Na mfano maeneo kama ya Dodoma, Mwanza, kwenye vyuo vikubwa vingi tuliweka eneo kata la wanafunzi wa vyuo ambayo kwa ni rahisi katika uchukuaji huo. Hata hivyo, pamoja na jitihada zote hizi, ni dhahiri kabisa kwamba kasi ya kujitokeza kuchukua vitambulisho vyao bado sio ya kuridhisha, na kama tulivyojua kusema huko nyuma, miongoni mwa sababu zilizochangia kusuasua vitambulisho vyao ni kuwa na matumizi ya hizi ni namba za NIDA. Na kwa sababu hatukuchukua hatua, kwa wananchi wengi wamejua kwamba hizi ni nguvu za soda, na bado tuna vitambulisho vingi. Na 30% tu ambavyo vimechukuliwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa kuzingatia kuwa tumeshikisha tume SMS kwa watu wote, na tulishawatangazia kwamba tutafunga matumizi ya NIN namba kwa wale ambao tumekwisha zaisha vitambulisho vyao na kuwapelekea SMC. Napenda kuwajulisha rasmi, naomba msisitize hapa tena, sura yangu inaonekana hivi. Napenda kuwajulisha rasmi, si kwa utani, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tunasitisha matumizi ya namba za NIDA kwa wale wote ambao walishatumiwa SMS za kwenda kuchukua vitambulisho. Narudia tena, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tutasitisha matumizi ya namba kwa wale wote ambao walishatumiwa, kwa sababu tayari sisi MC tunayo. Uwe umepoteza, uwe umefuta, hutapata huduma yoyote kwa kutumia namba. Ingawaje kuna baadhi ya watu ambao hawajapata namba kutokana na matatizo mbalimbali kutokamilisha usajili wao, au kuna matatizo ya uchapishaji, wale ambao hujapata namba ya toka NIDA, na utaendelea na matumizi hayo. Lakini sisi kwenye system tayari tunao ambao tumeshawatumia, tuna switch off.
Narudia tena, hili hatuna utani nalo, na niombe waandishi wa habari nisije nikasikia kilio cha mtu yoyote.